Mheshimiwa Rais, maendeleo yanaendelea kupatikana ndani ya wilaya kupitia sekta mbalimbali zikiwemo barabara, maji, elimu, afya, kilimo. Kwa upande wa miundombinu ya barabara, jumla ya kilomita 37.2 za barabara zimekamilika na kuweza kutumika na kilomita 17.91 zinaendelea na ujenzi. Katika mbio za Mwenge wa Uhuru za mwaka 2025, wilaya ilifanikiwa kukusanya shilingi milioni 18,283,000. Mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026, wilaya ilipanga kukusanya jumla shilingi milioni 20 na imeweza kukusanya michango yenye jumla shilingi milioni 22 sawa na 111% ambazo zinajumuisha fedha taslim, vifaa na huduma. Mheshimiwa Rais, aidha shilingi milioni 25 kutoka mfuko mkuu wa serikali zitolewa kwa ajili ya shughuli ya ukimbizaji. Sisi wananchi wa wilaya ya Kati tunaunga mkono kwa dhati mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 huku tukiadhimisha miaka 62 ya mbio za Mwenge wa Uhuru, miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Miradi mbalimbali ilianzishwa imewashirikisha wananchi wenyewe ikiwemo mchakato wa utafutaji mafuta na gesi, uchimbaji misingi kwa ajili ya usambazaji wa maji safi na salama, ujenzi wa barabara na mengineyo. Pia wananchi wanaendelea kupisha miradi ya maendeleo bila kuwepo kipingamizi baada ya kupatiwa fidia zao. Aidha, katika kushikamana kwa pamoja kuleta maendeleo, suala la uwepo wa amani na utulivu ni jambo la msingi na la lazima. Hivyo, wilaya kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama imeendelea kushajihisha wananchi kuanzisha vikundi shirikishi vya polisi jamii katika shehia zote 42 ili kukabiliana na matukio yote yatakayohatarisha uvunjifu wa amani kwa haraka. Mheshimiwa Rais, mapambano dhidi ya dawa za kulevya chini ya kauli mbiu isemayo tukabiliane na changamoto za dawa za kulevya wakati wote kwa ustawi wa jamii. Dawa za kulevya ni changamoto kubwa kwa taifa letu, kwani huathiri vijana wengi ambao ni nguvu kazi ya taifa letu. Wilaya yetu inaendelea kukabiliana na changamoto hii kwa kutoa mafunzo kwa vijana wa makundi mbalimbali kupitia mamlaka ya kupambana na kudhibiti dawa za kulevya Zanzibar. Aidha, mamlaka na kamati ya usalama ya wilaya zinaendelea na hatua za kukabiliana na waingizaji, wasambazaji na watumiaji wa dawa za kulevya katika maeneo yote ya wilaya. Katika kipindi cha Julai 25 hadi Machi 2026, jumla ya operesheni 103 za kukabiliana na dawa za kulevya zimefanyika. Kesi 20 za dawa za kulevya zimefunguliwa na zipo katika hatua mbalimbali zikiwemo hatua za upelelezi na kusikilizwa mahakamani. Wilaya kwa kushirikiana na mamlaka ya kupambana na rushwa na uhujumu wa uchumi Zanzibar imeendelea kuelimisha jamii kupitia taasisi za elimu ya juu, watumishi wa serikali, masheha na wasimamizi wa mitihani, ambapo jumla ya wananchi 1598 wamefikiwa. Jumla la malalamiko 45 yamepokelewa yanayohusiana na makosa ya rushwa na uhujumu wa uchumi. Miongoni mwa makosa hayo ni rushwa, ukwepaji kodi, kusafirisha magendo, matumizi mabaya ya wadhifa, matumizi mabaya ya mapato na mali ya umma na rushwa katika uchaguzi. Kupitia malalamiko hayo, majalada 7 yamepokelewa na kufanyiwa uchunguzi, majalada 20 yamefanywa udhibiti, 5 yametolewa ushauri na majalada 10 yamefungwa. Kwa kipindi cha Juni 2025 hadi Machi 2026, jumla ya shilingi milioni 62,941,395 zimedhibitiwa na kurejeshwa serikalini. Pia wilaya kupitia ZAECA inaendelea na mikakati ya kufuatilia miradi ya maendeleo ikihusishwa miradi ya elimu, afya, uwezeshaji vijana kiuchumi, habari na mawasiliano pamoja na miradi ya jamii. Wilaya inawaomba wananchi waendelee kutoa taarifa dhidi ya vitendo vya rushwa na uhujumu wa uchumi kwa kupiga namba ya bure 113 au nambari ya simu ya mkononi 0779 82 42 42. Ukataji wa miti ovyo unaweza ukasababisha upotevu wa muonekano wa mazingira yetu, lakini ukataji wa miti ovyo unaweza ukasababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Hivyo basi, tunawaasa wananchi kutunza mazingira yetu sambamba na kutumia gesi asilia. Jambo hili litasaidia kwa asilimia kubwa, kwa maana miongoni mwa wananchi wetu wanategemea riziki zao za kujitafutia kupitia kilimo, ufugaji pamoja na uvuvi. Tutapotokomeza misitu yetu,
wale ambao wanajitafutia riski kwa kutumia ufugaji watakosa riski zao kwa kutenda kitendo hicho. Lakini vile vile kwa wale wavuvi, tunapoharibu miundombinu yetu ya bahari itasababisha kutoweka kwa viumbe vinavyoishi maeneo ya baharini. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, napenda kuwapongeza kwa miradi mizuri ya maendeleo. Miradi ya wilaya yetu hii ya Kati ilikuwa ni miradi bora zaidi, na miradi hii imetekelezwa katika kiwango cha hali ya juu. Hii inaonyesha umadhubuti wa viongozi wetu waliokuwepo katika wilaya hii ya Kati katika kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini katika kumuunga mkono Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.